Marwa na Mugaka hapa kwetu asubuhi. Njia ya tatu. Ndio. Na ya tatu ni tunaita pre-eclampsia. Pre-eclampsia ni ugonjwa ambao unawapata wamama ambao wameshika mimba. Na uko na vitu vitatu. Okay. Ambavyo vitasababisha mama akuwe qualified kukuwa na pre-eclampsia. Ya kwanza ni blood pressure inaenda juu wakati wa ujauzito. Wakati wa ujauzito. Okay. Alafu wakipangaliwa makojoo yake inaonekana iko na protini kwenye makojoo yake. Na kitu cha tatu anakuwa anafura miguu. Akiwa na hizo tatu, yes, anaelezewa ako na pre-eclampsia. Okay. Ambayo wakati mwingine ina complicate inaitwa eclampsia. Okay. Lakini hizo vitu ngapi? Zote combined. Zote combined. Kwa sababu asilimia kubwa kina dada, kina mama pale nyumbani wakati wa ujauzito wao uvimba miguu kule chini. Asilimia kubwa ya kina mama. Je, inamaanisha pia wao wana hiyo condition? Hapana, lazima ziwe tatu. Lazima apimwe kwanza mkojo. Apimwe mkojo ionekane kama kuna protini. Okay. Na apimwe blood pressure ionekane kama iko juu. Okay. Akiwa na hizo dalili tatu, ndio tutasema ako na pre-eclampsia. Akiwa na mbili, maybe blood pressure iko juu alafu amevimba miguu, lakini akipimwa mkojo wako salama, tutaiita hypertension in pregnancy. Okay. Yes. Baadhi ya hatari ya condition hii. Hii ni hatari zaidi. Ndio. Kwa sababu inasababisha complications zingine zaidi ambazo zinakuja. Kwa sababu ina affect kidneys. Kumbuka kidneys hazifai kupitisha protini. Okay. Ambazo zinaweza zikaonekana. Wakati kunafanyika process ya absorption ya nutrients kwenye kidneys, protini hazifai kupita. Ndio. Lakini ile wakati ambapo protini zinapita, inaoneshana kuna shida kwenye kidneys zenyewe. Okay. Kwa hivyo wengine wanaenda kupata renal failure. No. Okay. Hii hypertension ambayo inaenda juu na iko na protini inafanya wanapata shida ambayo wanakuwa na liver problems. Tunaziita elevated liver enzymes. Kwa sababu zile madini ambazo liver inafaa kuwa inatoa vizuri ili zisaidie mwili, zinatolewa zikiwa juu zaidi, kwa kiasi cha juu. Okay. Na kumbuka liver ndio powerhouse ya mwili kufanya kazi. Ndio. Kwa hivyo hata ile process ya kutengeneza platelets ama clotting factors kwa huyo mama ambayo atajifungua, kuna ile bleeding inakuwa. Lakini sasa zile clotting factors hazitatengenezwa vile ambavyo zinafaa zitengenezwe. So inamaanisha anaweza ku overbleed. Ata bleed na hautasimamisha hiyo damu. Okay. Ata bleed continuously. Maneno isha. Nimeona wamama karibu 6 wamepata hii complication ya tunaita jina nimepata kidogo, lakini nimepata wamama karibu 6. Wawili ndio waliishi. Out of 6. Na walipatiwa damu zaidi ya pints karibu 15 to compensate blood ambayo wamepoteza. Sasa zile clotting factors zako. Ndio. Tunaona. The clotting factor ndio zinasaidia kusimamisha uvujaji wa damu kutoka kwa mwili. Exactly. Okay. Inaitwa DIC, disseminated intravascular coagulation. Ina complicate to that. Okay. So hii pre-eclampsia inafanya mpaka mama mjamzito kila wakati kichwa kinauma zaidi. Kwa sababu pia kichwa kinauma zaidi kwa sababu ile pressure imeenda juu. Imefanya mpaka ubongo umekuwa interfered with. Yani imecomplicate mambo mengi. Okay. Kwa hivyo mama akienda kwenye kliniki, kitu cha kwanza tunachukua blood pressure. Ndio. Unaona iko sawa. Unaambia nenda pimwa mkojo. Ndio. Kwa sababu miguu zimefura, hiyo ni kawaida sasa. Kwa hivyo ni lazima iko sawa. Hizi si dalili ambazo wewe mwenyewe utajua. Ndio. Lazima zitambulike kupitia clinic, kwa hospitali. The clinic visits. Okay. Zile ambazo mama
anaenda. Hizo zitaweza kutambulika huko. Ndio. Na zile dalili ambazo mama atakuwa nazo zinaweza zikamuonyesha ya kwamba anaweza akakuwa na hii shida ya preeclampsia. Ndio. Kitu cha kwanza ni kichwa kinauma zaidi. Ndio. Kitu cha pili anatapika ambayo inaruka zaidi kwa sababu ya pressure ambayo iko ndani ya okay. Inaruka zaidi. Ndio. Kitu cha tatu anapata kiungulia sana kila wakati hakuna kiungulia. Hata kama mimba iko chini. Ndio. Bado hakuna kiungulia kikali. Heartburn. Ndio. Kitu cha nne ambayo ataona ni kwamba mwili utakuwa umejaa maji. Sasa sio miguu. Sasa ni mwili umejaa maji. Ndio. Macho ni kama ule ambaye hajalala. Usingizi anakaa kama ana usingizi. Kama ana usingizi mwingi. Okay, Sasa hizo ndizo dalili ambazo mama anafaa kuziangalia na akapata huduma ya matibabu haraka. Ndio. Is it can you control that? No. Hii hauwezi fanya chochote. Hii hakuna kitu mama anaweza fanya. Hii ni kwa hospitali ndio kushughulikie wenyewe. Okay. Sawa. Sasa hii imeshikana na nyingine tunaita placenta abruptio kwa sababu ile pressure ambayo iko kwenye mwili na iko mingi na imezidi zaidi. Anapata ya kwamba placenta itaseparate ndani ya mimba. Na ikiseparate inaweza onyeshana vitu viwili. Damu inaweza onekana placenta imeseparate. Ndio. Ama damu inaweza kosa kuonekana. Kwa hivyo mama atasikia mtoto hachezi. Kicks ambazo tumezoea. Hiyo zile fetal kicks hakuna. Kwa sababu pressure imeenda juu. Placenta imeseparate. Lakini damu haitoki, haionekani chini kwa sababu imeshikiliwa na placenta. Unajua njia bado haijafunguka ya uzazi. Ndio. Kwa hivyo damu haitoki, ndio. Imeshikiliwa ndani na placenta. Kulingana na vile placenta imetokana. So atasikia mtoto hachezi. Ametulia. Sasa lakini kwa tumbo kuna uchungu. Anasikia yeye anafikiria ni ile kiungulia ya kawaida. Ndio. Kumbe ni placenta separate. Anapokuja sasa unaona tuliona zile complications za hii preeclampsia. Clotting factors hakuna. Na ana bleed kutoka ndani. Sasa ujue huyu huwezi muacha azae normal. Atafanyiwa CS. Atafanyiwa surgery. Akifanyiwa surgery na hakuna platelets na pengine kwa hospitali ambayo umeenda hakuna hizo damu pints zile ambazo zinatakikana. Tampoteza mama na wengine wanaenda hapo kutolewa uterus. Sababu ndio inasababisha kubleed. So unatoa uterus ya mama. Unafunga. Na sasa una deal na ile bleeding kidogo ambayo haitoki kwenye uterus. Ndio kujifungua. Ndio. Wakati mtoto anakuwa kwenye uterus, pombe ita affect mtoto kwa miezi ya kwanza 3, lakini sisemi watu waanze kukunywa pombe. Ndio. Hiyo ndio ambayo inaweza ikapita kwenye mtoto na iharibu development ya mtoto. Okay. Lakini wale ambao wanakunywa pombe ambapo wanaenda kujifungua haina madhara yoyote kwa mtoto na haita affect process of labor. Okay. Haita affect. So wengi wanakunywa pombe ili wasahau. Ama ni nini? Ama wakabiliane na huo uchungu. Ni uraibu tu. Okay. Lakini haita affect process ya labor. But during pregnancy, the first 3 months. The first 3 months mtoto ataathirika. Lakini sasa after hapo, lakini sisemi ati sio salama kwa sababu tayari mtoto ameathirika. Kwa hiyo miezi 3. Utakuwa umeathiri development ya mtoto kwa asilimia fulani. Okay. Yeah. Ndio. Sasa ita affect. Lakini kwa sasa ambaye amekunywa pombe leo alafu sasa kisha anaenda kujifungua haita affect process ya labor. Ama huyo mtu ambaye anaanza kushuhudia labor sahi alafu akunywe. Sasa unajua sasa shida itakuwa hatafuatilia maagizo. Okay. Lakini process kwa sababu atakuwa amechanganyikiwa akili mbaya sana. Ukimwambia shika hapa anashika kwenye anataka kwa sababu amuelewani kwa sababu kuna alcohol percentage kwenye mwili wake. Ndio. Haya, hiyo ya workload ambayo wamama wajawazito wanafanya kuna hatufanani wote. Ndio.
Kuna yule ambaye akifanya kazi mzito inamuaffect na inaweza fanya hapa mimba itoke. Ndio. Kulingana na kazi ambayo anaifanya. Lakini kuna mwingine amezoea hiyo kazi na haita affect process ya development ya mtoto. Kuna mwingine kabisa unamwambia wewe tumekuweka complete bed rest kwa sababu cervix yako tumesema iko na kitu tunaita incompetence. Haiwezi shikilia mimba ambayo ukifanya kitu mzito kinaweka pressure kwenye cervix ama njia ya uzazi. So utaambiwa upumzike. Lakini kuna mwingine anafanya tu kazi kama kawaida, anabeba mawe, anabeba mitungi. Kwa sawa. Okay. Kwa hivyo mili haifanani. Mili haifanani. Okay. Sasa yule ambaye ako na ile kitu tunaita incompetence cervix ama cervix ambayo haiwezi shikilia mimba kwa muda mrefu, ndio tutamwambia kwamba yeye aende apumzike na tunamweka kwenye complete bed rest ili mtoto aweze kukua. Wengine pia wanashonwa njia ya uzazi. Lakini sio hapa mbele, lakini ndani kwenye cervix. Inashonwa ili mimba ikae ndani isitoke. Kulingana na the incompetence na percentage ya zile mimba ambazo wanapoteza. Okay. Yes. Thank you very much. Kwetu Radio Hello. Inaweza kuwa ni bladder. Iko na shida. Okay. Lakini kama uchungu tumesema ule uchungu ambao mama anaupata wakati ako na ectopic pregnancy ni mkali sana. Na unatokea side kwa side. Ndio, kwa side. Sasa ni vizuri aende kwenye hospitali aangaliwe, apimwe makojo yake, alafu afanyiwe scan. Aonekane mimba kama iko mahali inafaa kukua ama pengine ni makojo yake ndio iko na infection. Lakini ni rahisi sana kina mama wajawazito kupata infection ama mama yoyote, mwanamke yoyote. Ni rahisi sana kupata infections za bladder kwa sababu tube ambayo urethra ambayo inatoa makojo na bladder iko kidogo sana, about 3 cm. Okay. Kwa hivyo ni rahisi sana kupata infection. Very easy. Na ni transmitted? No, it is not transmitted. Okay. Kwetu Radio Hello. Lea kazi za kawaida. Tuelewe ya kwamba mimba sio ugonjwa. Kwa hivyo immediately pregnancy is not a disease. Not a disease. I love that. Thank you for that. Tuelewe ya kwamba ni hata akitoka kwenye hospitali immediately anafaa aanze kufanya zile kazi ambazo anazofanya. Mazoezi kidogo ndio. Lakini sasa italingana na alijifungua kivipi. Ndio. Yule ambaye amejifungua normal ama amejifungua mtoto ametoka kwa njia ya kawaida, anaweza anza immediately kufanya zile kazi zake, anaweza anza kuosha vyombo, kufua, afanye tu kama kawaida. Asilegee kwa sababu akitoka kwenye hospitali anapatiwa discharge summary na anaambiwa ulijifungua vizuri, mtoto wako sawa na wewe uko sawa. Sasa mbona usifanye kazi? Sasa ile kitu ambayo inafanya ikuwe maternity leave kwa sababu ya yule mtoto, si kwa sababu ya mama. Ni yule mtoto, si mama, ni mtoto. Okay. Akinyonyesha. Haya. Kama amejifungua kwa njia ya upasuaji, tuna encourage, hatusemi walale, lakini atembee, afanye light duties kama kuosha vyombo, anaweza fanya hizo. Kwa sababu ambapo atakosa kufanya zile kazi, ile healing process na ile damu kuwa distributed kwenye kile kidonda itachukua muda zaidi kupona. Na sasa ikipona kwa sababu hafanye mazoezi na ile process ya healing take long, atapata vitu tunaita adhesions. Adhesions ni nyama inashikana fresh na ile ambayo haijashona. Okay. Zilishona zimeshikana. Relationships ambazo kina mama kina family wanakuwa nayo ambayo inaweza affect the growth hata sio ama the pregnancy. Haita affect pregnancy, haita affect labor, ita affect after delivery. Tunaita postpartum depression. Okay. Mama atakuwa amejifungua, wameenda nyumbani. Sasa kwa sababu ya ile stress ambayo mama ako nayo na mume wake, maziwa ikose kutoka. Mtoto analia. Hakuna wa kusaidia kushika mtoto. Mzee anamwambia nyonyesha mtoto. Na yeye mama hana maziwa, anachomeka kwenye moyo wake, anapata depression. Tunaita puerperal depression ama puerperal psychosis. Na wengine sitaki kusema wanachizi, lakini wanafanya hivyo. Okay. Wanapata depression na wanapata puerperal psychosis. Okay. And it is one of the obstetric emergency after kujifungua. Lakini during pregnancy haita affect. Ndio. During
delivery ita affect baada ya kujifungua. Kwa ni mzuri wote wa participate, the father of the child and the mother. Okay. Wa participate ili mtoto wa mama asipate depression, asikose maziwa. Ndio. Ili mtoto aweze kukua vizuri, lakini haita affect mtoto directly. Affect mama baada ya kujifungua. Okay. Well put, Daktari Charles Ngodho kutoka Mid Hill Hospital. Marwa na Mogaka, hapa kwetu asubuhi.